Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Julai 12, siku ya Jumapili. Mada inasema tatizo la makundi kanisani. Wito wa Paulo kwamba pasiwe kwenu faraka bali mhitimu katika nia moja na shauri moja kwenye Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 10 unatawala sura 4 za kwanza za Wakorintho wa kwanza. Kwa kweli, wanazuoni wengi wanakubali kwamba umoja ni mada inayojumuisha mambo yote, inayounganisha pamoja sehemu zote za waraka. Soma Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 12 hadi 17. Kifungu hiki kinatusaidiaje kuelewa jinsi ilivyo upuuzi kuunda makundi kutokana na viongozi mahalia? Suluhisho la Paulo ni lipi? Paulo anatumia maneno mazito kuelezea kukosekana kwa umoja kati ya washiriki wa kanisa huko Korintho. Anatumia maneno ya Kiyunani skisma, yaani faraka, Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 10, na eris, yaani fitina, Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza aya ya 11. Nomino skisma pamoja na kitenzi skizo, kugawanyika, vinatumiwa mahali pengine katika Agano Jipya kuelezea tofauti za maoni zinazosababisha makundi. Kwa upande mwingine, nomino eris, yaani fitina, mara nyingi inaonekana katika orodha ya uovu ambao haupaswi kufanywa na Wakristo. Soma Warumi sura ile ya kwanza ya 29, Warumi 13 aya 13 na Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 aya 3, Wakorintho wa pili sura ile ya 12 aya 20, Wagalatia 5 aya 20. Ni dhambi gani zingine zimeorodheshwa pamoja na eris, yaani fitina na ugomvi? Hili linatuambia nini kuhusu jinsi zilivyo mbaya? Kutoelewana katika kanisa la Korintho kulikuja kudhihirika hata kwa njia ya daawa dhidi ya mtu mwingine. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 ya kwanza hadi ya 3. Nasema hayo nipate kuwatahayarisha. Paulo alimwambia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 ya 5 kuhusu daawa hizi kati ya washiriki wa kanisa. Kwa hakika hawakumaliza tofauti zao hata wakati wa kusherehekea meza ya Bwana. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 11, 17 hadi 22. Tatizo la kukosekana kwa umoja miongoni mwa washiriki wa kanisa ni la kuogofya sana na linampa Paulo wahaka zaidi, kiasi kwamba hili ndilo suala la kwanza analozungumzia katika waraka huu kwa Wakorintho. Soma tena Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza ya 12 hadi 27. Kisha tafakari jinsi kifungu hiki kinavyotusaidia kuelewa hatari ya makundi kwa umoja wa kanisa. Kanisa lako mahalia linaweza kufanya nini ili kuepuka tatizo hili? Hii ni Julai 12, mada ikisema tatizo la makundi kanisani. Hii ni siku ya Jumapili. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema, na Bwana akaibariki kazi ya mikono yako.